Karibu sana kwenye Political Theater, wakati mwingine ambao pia tumepata nafasi ya kuweza kukaa hapa kujadili mambo kadha wa kadha. Leo ni siku ya kipekee sana. Siku ya leo tutakwenda kuzungumza kuhusiana na masuala mazima ya katiba na utawala bora. Tunafahamu katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na mambo mengi yakizungumziwa au yakiashiria ama yakinena haswa kuhusiana na katiba. Katiba imekuwa haikauki midomoni kwa watu, midomoni kwa wananchi hivi sasa. Sasa tunakwenda kuangalia hiyo katiba yenyewe, tuangalie na namna ambavyo inakwenda sambamba na masuala mazima ya utawala bora. Tutaenda pia kuangalia ni kwa nini katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na maneno mengi sana yanayohusiana na masuala mazima ya katiba. Na studio leo nimemwalika Deus Kibamba, mmoja kati ya wataalamu wa masuala mazima ya katiba, sheria pamoja na utawala bora. Tutakuwa tukizungumza hapa, tukichakata kwa kina kuhusiana na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi naitwa Salim Amani, endelea kubakia na sisi hapa, nikukumbusha kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, Twitter, lakini pia TikTok, pale ambapo unakuwa unapata nafasi huko kwa jina la Kawabe Media, lakini pia usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa jina la Kawabe Media. Basi karibu sana. Na pengine heshima yako kwanza. Na maana imekuwa ni muda kidogo tulikuwa tukiwasiliana kwa ajili ya kuweza kufika kuyajadili haya, lakini tunao furaha kubwa leo umeweza kufika hapa kwenye Political Theater kuweza pia kuliangazia hili swala la katiba ambalo hivi sasa imeonekana ni kama linaleta mshawasha hivi. Kila mmoja anazungumza katiba, mabadiliko ya katiba, lakini haswa pengine tufahamu katiba ni nini haswa na ni nini umuhimu wa katiba kwenye maisha ya kila siku, kwa sababu sasa hivi tumeona hata yule mwananchi wa kawaida kabisa ukienda kumuuliza atakwambia nini unahitaji serikalini kibadilike hasa, atakwambia tunatamani kupata katiba mpya. Pengine tufahamu kwenye hilo. Nawashukuru sana. Mimi kwanza nasikia fahari kubwa, ni heshima kukaribishwa kujadili mada ambayo kwa kweli imekuwa ikizimika na kulipuka. Inazima na kulipuka. Tangu tumepata uhuru, mjadala wa katiba mpya haujawahi kusimama. In fact, itawashangaza wengi nikisema kwamba wakati wa uhuru wenyewe kuna mjadala mrefu kabisa juu ya kwamba je, tukubali kupokea katiba ya kupewa kwa Uingereza ili tutakapokaa sawa tuweze kuandika yetu. Hiyo ilikuwa ni option ya kwanza. Au tusikubali kupokea katiba ya Uingereza ambayo imetungwa na Waingereza kwenye bunge la Uingereza, badala yake tupambane kwanza, tuandike katiba kwanza yetu wenyewe, ndipo mengine yafuate. Sasa ilionekana kwamba viongozi wetu, waasisi wetu walichagua lililo jepesi. Walisema ukweli ni kwamba ni ngumu sana wakoloni waondoke, watu wache hatuna katiba, halafu ndio tuanze kumenya. Katiba ni mwongozo wa namna maisha yatakavyoendeshwa. Hii ndio tafsiri kabisa, mwongozo wa namna maisha yatakavyoendeshwa. Ni kuanzia mwongozo wa nani ataishi na ataishi vipi. Kwamba wewe hutakiwi kuuliwa, hutakiwi kufa, unatakiwa uishi. Ndio katiba imesema. Kwa hivyo katiba ni kila kitu. Kwamba nani atamiliki ardhi gani. Ardhi ya kijijini pale inatakiwa itolewe kwa utaratibu gani? Watapewa matajiri au kila kijana aliyefikia kuoa au kuolewa akatiwe kipande? Huo ndio mwongozo wa katiba. Katiba ndio inaeleza kwa kusema ukweli kila linalohusu maisha yako. Ndio maana sishangai kwamba mjadala wa katiba mpya umekuwa unazimika na kulipuka. Unazimika unawaka. Na kwa nini mjadala wa katiba mpya umekuwa ukizimika na kuwaka kama gari mbovu? Sababu yake ni kwamba tangu tumepata uhuru hatujawahi wa Tanzania kuandika katiba yetu. Hatujawahi kutulia tuseme katiba. Maana katiba, uandishi wa katiba huwa unatakiwa kufuata misingi fulani kama 8, lakini kwa kuwa muda ni mdogo niseme mimi wa kwanza ambao ndio msingi mkuu.
katiba ndio mwongozo wa wananchi wa nchi husika juu ya mambo yanavyokwenda. Kwa hivyo mwandishi mkuu wa katiba ya nchi huwa ni mwananchi mwenyewe, sio wataalamu wa sheria. Sasa tunaposema kuandika, maana yake tunaita kutengeneza. Mtengenezaji wa katiba ni mwananchi, mkulima, mvuvi, bodaboda, mwanahabari kama wewe. Sasa kutengeneza katiba sio kule kuandika ibara ya kwanza, ibara ya pili. Hiyo ni kazi ya mwanasheria. Tena sio kila mwanasheria. Kazi ya kuandika ibara ya kwanza, ibara ya pili tunaita drafting kwa Kizungu. Hiyo sasa ni kazi ya wataalamu wa drafting ya kisheria. Wala sio kila mwanasheria anaweza kuandika katiba. Okay. Mwananchi asijisikie unyonge kwamba mimi ndio nitaweza kweli kuandika katiba. Jibu lake ni ndio. Kwa sababu kama ni kuhusu, kama unawategemea wanasheria ndio waandike katiba, basi si kila mwanasheria anaweza kuandika katiba. Uandishi wa katiba ni kuyatoa ya moyoni unayotaka yaingie kwenye mwongozo mkuu wa nchi wa namna tutakavyoendesha nchi, namna tutakavyoishi, namna tutakavyooa na kuolewa, namna tutakavyolinda uhai wa watu. Yote haya yanatakiwa yaweze kuingia kwenye katiba, na mtu anaweza, yuko kwenye nafasi nzuri ya kuyaingiza kwenye katiba ni mwananchi mwenyewe. Bahati mbaya, kuanzia katiba ya kwanza mpaka hivi leo tunavyozungumza tuko kwenye katiba ya 5. Katiba tuliyonayo leo ni katiba ya 5. Zote hizi mwananchi wa Tanzania hajawahi kuwa ndiye kinara wa kuiandaa. Na kwa sababu hiyo basi, kuanzia katiba ya kwanza ya uhuru mpaka leo, kinara wa kuiandaa amekuwa ni mtawala. Mtawala Mwingereza aliitunga ya kwanza katika bunge la Uingereza, akaisafirisha, akaileta, akatukabidhi. Sasa unategemea Mwingereza alipoitunga hiyo katiba ya kwanza, akasema hii ninaposhusha bendera yangu ya Uingereza, nyinyi mkipandisha bendera yenu ya Tanganyika, hii ndo mtaanza nayo. Unategemea huko ndani kutakuwa kuna mambo yanayowagusa wananchi bodaboda. Unategemea ndani kutakuwa na mambo yanayowagusa, yanayowalinda mama mboga, wanauza mboga. Jibu lake ni hapana. Jibu lake ni kwamba mle kutakuwa na mambo yanayosimamia maslahi ya watawala. Sasa hapo tumekuwa tukisikia baadhi ya viongozi wa kisiasa kwenye majukwaa ya kisiasa wakisema kipaumbele cha mwananchi wa Tanzania si katiba, bali ni maji, miundombinu na vitu vingine kama hivyo. Pengine hiyo ndio sababu hasa inayofanya hata raia wao wenyewe pia kujiona sio sehemu ya mchakato wa upatikanaji wa katiba za nchi yetu. Sasa wanasiasa uliowataja ndio watawala. Watawala muda wote kuhusu swala la katiba hawawezi kutulia hivi wakasema sasa ngoja turuhusu Watanzania wajiandikie katiba. Haijawahi kutokea. Mimi nimefanya utafiti kwenye nchi 41 sasa kuhusu swala la katiba peke yake. Nchi 41. Hakuna nchi hata moja watawala waliamka siku moja wakasema wananchi wa nchi hii wanahitaji katiba mpya. Hakuna. Ni mpaka pawe na msukumo, mpaka wananchi wawaambie watawala, sasa hapa hapatalalika, hamtalala mpaka tuandike katiba mpya. Kitokea hivyo ndio watawala huwa wanakubali. Siku zote mchakato wa katiba watawala huwa ni kukubali, yani kwamba imeshindikana kuzuia, sasa ngoja turuhusu. Nguvu imekuwa kubwa mno, ngoja tufanye nini? Turuhusu. Sasa sisi hapa imetokea mara chache angalau. Katiba ya kwanza tuliletewa na Uingereza, ilitungwa kwenye bunge la Uingereza, ikasafirishwa, ikaletwa hapa. Katiba ya pili mwaka 62 ilitengenezwa na watawala, akina Mwalimu Nyerere, akina Rashid Mfaume Kawawa. Ningeweza kutajia watu waliokuwa kwenye utengenezaji wa katiba ya pili. Na hiyo katiba ya pili ililenga kuchukua madaraka ambayo Mwingereza alikuwa amejibakizia. Wakati tunapata uhuru, katiba ya Mwingereza ilikuwa inalinda nchi ya Uingereza. Yaani unaweza kuamini kwamba
katiba ya Tanganyika lakini inalinda maslahi ya Uingereza. Kwa maana kwa mfano nchi ya Uingereza ilikuwa haiamini kwamba sisi wenyewe wa Tanganyika weusi tunaweza kujitawala. Kwa hiyo katika katiba iliwekwa kwamba kuna mambo machache Uingereza itaendelea kuyashikilia. Unaweza kuamini kwamba baadhi ya nafasi fulani za uongozi hamwezi nyinyi wa Afrika hamwezi kuzishikilia. Kwa mfano, haiwezekani nyinyi muwe na mkuu wa nchi anaitwa rais. Haiwezekani. Mkuu wa nchi bado tutaendelea kuwagawia sisi. Malkia wa Uingereza, mfalme wa Uingereza ndio anakuwa mkuu wa nchi pia, hata mkuu wa nchi atakaje mmepewa uhuru, lakini mnaambiwa hamwezi kufanya nini? Kana mkuu wa nchi. Imani ya mtawala ilikuwa ni ndogo kwa watawaliwa. Mpaka leo imani ya watawala, unajua wa siasa hawaamini mama mboga mboga na boda boda kwamba wanaweza wakaongoza nchi. Hawaamini vijana kwamba wanaweza kaongoza nchi. Na nitakueleza baadaye kidogo dalili kwamba watawala hawaamini watawaliwa. Ipo wazi na kila mahali. Kwa mfano, ziko nchi duniani ambako kwenye mfumo wa uchaguzi, mfumo wa siasa, ukishatimiza umri, wewe hapo Salome umeshatimiza umri wa kupiga kura kabisa. Ukishatimiza umri wa kupiga kura, ziko nchi duniani ambazo watawala wanawaamini watawaliwa, ambazo ukishatimiza umri wa kupiga kura umeshatimiza tayari umri wa kugombea nafasi zote mpaka urais. Okay. Katika nchi ya Korea Kaskazini, nilishangaa nilipoangalia katiba yao, nikaongea na wananchi, nikamwambia haya mambo ni ya kweli? Wakasema ni ya kweli. Ukitimiza umri wa miaka 17 wala sio 18, kijana wa miaka 17 anaweza kupiga kura kwa mujibu wa katiba ya Korea Kaskazini. Anaweza kupiga kura na anaweza kugombea urais akachaguliwa. Ukimwangalia rais wao Korea Kaskazini, unamuona kabisa amenyoa kiduku, bado kijana. Yaani ni hata kama sio kijana sana, lakini anataka aonekane, anasikia raha kujinasibisha na vijana. Sisi huku watu wanasikia aibu kujinasibisha na muonekano wa vijana. Ukinyoa kiduku kama yule rais wa Korea Kaskazini, watu wanakuonaje? Si wanakuita muhuni? Ni kwa sababu mawazo ya hapa ya watawala ni mawazo ya kizee. Na unashangazwa kwamba yanakuwa ni mawazo yanayotawala hapa ni mawazo ya kizee. Wakati idadi ya Watanzania walio wengi kwa takwimu za sensa inasema 70% ya Watanzania ni watu wa umri ambao kutoka 0 mpaka 35, ambao ni vijana wabichi. Sasa vijana ndio ambao tumewajengea kwamba kijana huwezi kuwa kiongozi wewe. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa katiba ndio unawazomea vijana badala ya kuwashangilia vijana. Katika nchi hii tuliwahi kupata kwa mfano wakati fulani, badala ya kuchagua kiongozi ambaye ni kijana aweze kuongoza nchi, tulikuwa tunatafuta baby face, mtu mwenye sura ya kijana. Hata uteuzi wa mawaziri kuna mawaziri mbona wanateuliwa wanakabidhiwa jukumu la kuongoza vijana, wizara ya vijana. Kwa hiyo muulize yule waziri ni kijana? Jibu lake ni hapana, ila ana sura inafanana na kijana. Hii inakuonyesha kabisa kwamba kazi ya Watanzania kujiandikia katiba itakuwa ni ngumu kuliko. Lakini wito wangu ni kwamba lazima tuianze, kwa sababu hata tulipowahi kuianza Rais Kikwete aliwahi kueleza kwamba alikubali kwamba madai ya katiba mpya yamezidi, yani ni kama kelele za mlango zikukere, ndipo akaruhusu mwaka 2010 kwamba jamani tuanze kuandaa katiba. Kwa uchambuzi wako mdogo ambao umeufanya katika dakika za hivi mwanzoni, bila shaka sasa utakubaliana na mimi kwamba katiba iliyopo sasa hivi haikidhi mahitaji halisi ya wananchi wa Tanzania 150%. Katiba iliyopo sasa haikidhi, kwa sababu nimesema tu katiba ya 5
Lakini kila mara msukumo wa kuandika katiba haukutokana na shida za mama mboga mboga, shida za bodaboda, shida za wanavijiji wanaovua samaki, shida za kila mara msukumo ulitokana na watawala. Uingereza alituachia katiba, akatuambia nyinyi hamwezi kuwa rais. Hamwezi nyinyi, hamwezi kuwa. Nyinyi Mwafrika mwenye pua hii fupi anaweza kuwa mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu? Haiwezekani. Mpaka mwaka 62 hapa Tanganyika kulikuwa hakuna mkuu wa nchi. Kulikuwepo na mkuu wa serikali tu, waziri mkuu. Maana yake tulikuwa tunaambiwa nyinyi mnaweza kuwa kiranja tu, kwa sababu mkuu wa serikali ni kiranja, ni yule ambaye akielekezwa na mkuu wa nchi ndio anatekeleza. Kwa hivi sasa unamuona waziri mkuu anatumwa na rais, kila mara rais anamtuma waziri mkuu. Hawezi waziri mkuu kufanya mambo yoyote makubwa mpaka amuone rais, akaombe ruhusa ya rais. Sisi tulikuwa tunaomba ruhusa ya Waingereza. Unaona hiyo huko ni kutwezwa kabisa. Huko ni kutweza kwa hadhi ya Watanzania. Baadaye kidogo wazungu wameondoka 62, wazungu wakasema tumeona bwana, mnaweza kuwa, kumbe hata ukuu wa nchi mnaweza. Sasa hapo ndipo vita ilipoanza, kwa maana watawala sasa wazungu weusi tuliokuwa nao hapa wakaanza kutaka katiba isukwe katika mtindo ambao vile Mwingereza alipokuwa nakula maraha basi na watawala wapya wazungu wapya, wazungu weusi wapite kwenye njia ile ile, wale maraha. Wakataka katiba iseme madaraka ya rais yanatakiwa yawe makubwa kiasi gani. Rais anatakiwa asiguswe. Malkia wa Uingereza anaguswa? Haguswi. Mfalme wa Uingereza anaguswa? Haguswi. Rais asiguswe. Rais akiwa madarakani na akishastaafu hawezi kushtakiwa. Kwanza kufikiria kumshtaki rais kwa kosa lolote, yaani mpaka hapo umeshatenda kosa tayari. Kule kufikiria kwamba ili rais anaweza kutenda kosa, wewe ndio umeshatenda kosa. Kwa hiyo katiba ya pili ya Tanzania, katiba ya pili ya Tanganyika mwaka 62 iliishia kuongeza madaraka ya rais, kuyanonesha zaidi kwamba rais hatatakiwa ashughulike kwa lolote, yaani kuanzia kuvaa, kula. Unajua rais hanunui chochote kile, anavalishwa. Sisi ndio tunamvalisha. Analishwa, analazwa, na akishastaafu anajengewa nyumba, anakabidhiwa na analishwa, anapewa. Rais anahudumiwa kwa kupewa, rais mstaafu anapewa mshahara 80% ya rais aliyepokea mpaka atakapokufa. Mpaka atakapokufa. Haya yalikuwa ni mawazo kwamba jinsi Waingereza walivyoishi vizuri, jinsi Waingereza walikuwa wanatembelea gari Land Rover nzuri inapulizwa kiyoyozi ndani, basi na watawala wa Afrika lazima wapulizwe hivyo. Kwa hivyo na katiba ya tatu ikawa hivyo hivyo. Katiba ya tatu kwa kweli ilikuwa mwaka 64. Yenyewe ilileta mabadiliko madogo sana, kwa sababu Tanganyika na Zanzibar ziliungana. Kwa hiyo katiba ile ya mwaka 64 haikuwa na vitu vikubwa sana. Katiba ya 4 ilikuja mwaka 65. Katiba hii ndio iliharibu kabisa maisha ya mwananchi wa kawaida. Watawala ndio waliona kulikuwa na machafuko. Kulikuwa na majaribio ya mapinduzi Afrika nzima. Nkrumah alijaribiwa na mnajua kilichotokea. Patrice Lumumba Kongo, Nkrumah huyo ni Ghana. Patrice Lumumba Kongo alijaribiwa, akakamatwa, akaenda akauawa na akatumbukizwa kwenye pipa la tindikali ili mpaka mifupa isionekane. Kwingineko hapa Kenya alijaribiwa mapinduzi. Kila mahali Samoei Machel aliuawa. Hapa tu miaka ya baadaye watu wa marais wawili wamepeana lifti, wanatoka Dar es Salaam wanaelekea nyumbani Rwanda na Burundi. Ndege imedunguliwa, wamekufa. Naweza kusema palikuwa na machafuko mengi hapa Afrika, na Tanzania
haikuwa kisiwa. Palitokea majaribio. Ulitokea majaribio sio moja. Sio moja, na hili ni vizuri tuwaeleze historia kidogo. Hebu tupitishe hapo kidogo. Majaribio hapa kambi ya Tabora. Iliasi wakati fulani 62, 63, 64 ilikuwa ni kila mara kuna majaribio ya machafuko. Hapa Dar es Salaam penyewe kambi ya Kolito. Kambi ya Kolito sasa hivi jana hatuwezi kuifahamu. Kambi ya Kolito ni kambi ya Lugalo. Hapa naongea kidiplomasia kidogo. Lakini ningekuwa nazungumza na wanajeshi hapa ningewaeleza kwa undani. Sahihi. Kiasi kwamba Radio Mbao inasema wakati fulani Mwalimu amefuatwa pale Ikulu. Sio amefuatwa kwenda kusalimiwa. Amefuatwa kwa ajili ya watu walitaka kukinukisha. Alafu Mwalimu naye intelligence yake ilikuwa nzito. Hawakumkuta pale. Na Radio Mbao inasema jioni alizungumza akitokea Kigamboni. Kwa hiyo manake kulifanyika juhudi pale ya kumuokoa. Sasa kutokana na hayo Afrika nzima iko kwenye majaribio ya mapinduzi hivi, na majaribio mengi yalikuwa yanafanikiwa. Kwa hivyo hapa kwetu katiba ya 4 ya mwaka 65 badala ya kuakisi haki za wananchi, haki za wanyonge, ikabidi iongeze mambo yanayohusu ulinzi wa viongozi. Ulinzi wa viongozi. Kama zili kwa haribu sasa. Yaani badala sasa kurudi kwa jamani sasa tumeshajitawala. Hata jeshi kuanzia mwaka 64 lilianzishwa jeshi la wananchi wa Tanzania. Jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania. Mwaka 64. Kabla ya 64 tulikuwa kweli tunapokea amri. Jeshi lilikuwa linaongozwa, vikosi vya jeshi vilikuwa bado viko na wazungu. Unanielewa? Kwa sababu hiyo basi naweza kusema hii ni missed opportunity. Mwaka 65 ambapo ndio sasa ilitakiwa. Basi tumeshaungana Tanganyika na Zanzibar. Tumekuwa nchi moja. Kiulinzi tuko vizuri zaidi. Sasa ungetegemea katiba inayozaliwa iweze kuleta haki zaidi za wananchi. Lakini ilibomoa haki za wananchi. Katiba ya mwaka 65 ilibomoa kwa hesabu yangu ya haraka haki za kisiasa peke yake. Zilibomolewa haki kama 10. Moja, tulifuta kwa mfano mfumo wa vyama vingi vya siasa. Unajua tulipopata uhuru tulikuwa tuna mfumo wa vyama vingi. Tulikuwa uchaguzi wa mwaka 58, uchaguzi wa mwaka 59, 57, 58. Uchaguzi vyama vilishindana. Vyama vingi. Vyama vyote vilikuwa vipya. TANU ilikuwa imezaliwa 54. ANC ilikuwa imezaliwa baadaye kidogo 55, 56. Halafu kulikuwa kuna chama kingine kilikuwa kinaitwa UTP, United Tanganyika Party, kilizaliwa na chenye. UTP na ANC vilikuwa ni vyama vilivyomeguka. Kimoja hiki kilikuwa ni kama cha wazungu hivi, na kile kimoja kilimeguka kutoka kwenye TANU. Kwa sababu kwenye mkutano wa mwaka 57, mkutano wa mwaka 57 wa TANU pale Tabora, palichimbika. Sababu kuna watu walikuwa nadhani kwamba Mwalimu na Rashid Mfaume Kawawa na wenzao wengine walikuwa wameanza kuwa walaini sana kwa wazungu. Yaani wazungu tunawafukuza, tunawatimua. Halafu tunaanza kukubali masharti kwamba kwenye uchaguzi kila chama kiwe kinaweka kwa kila jimbo, majimbo yalikuwa 10 wakati huo. Majimbo ya uchaguzi yalikuwa 10. Leo hii tumemwaga majimbo ya 270. Hivi sasa wewe unazungumza majimbo 272. Kwa uchaguzi wa 2025. Wakati huo majimbo 10 na kila jimbo lilikuwa linachagua lichague wabunge 3. Mwafrika mweusi mmoja, mzungu mmoja na Mhindi mmoja. Sasa hili sharti ambalo TANU ya kina Mwalimu na kina Rashid Mfaume Kawawa ilikubali. Mkutano wa 57 ulisababisha chama kikameguka kwa sababu kuna watu msimamo mkali, akina Zuberi Mtemvu, akina Christopher Kasanga Tumbo walikuwa wanaamini kwamba huku ni kusujudia matakwa ya Mwingereza, wakati sisi tunaelekea kupata uhuru wetu. Sasa kwa nini tusujudie? Yaani mzungu ambaye ndio alikuwa anatunyanyasa. Sasa tunatakiwa tunalazimishwa kwamba tunachagua Mwafrika mweusi na mzungu na Mhindi. Kwa hiyo nchi hii itakuwa tena ya kuendelea kutawaliwa na wazungu tena. Kwa hiyo wako watu msemo mkali walikuwa wanasema katiba ingeweka wazi
kwamba nchi hii itatawaliwa na Waafrika wa Tanzania weusi. Sahihi. Lakini TANU iliona kwamba tutakuwa tuna replace ubaguzi kwa ubaguzi. Na mimi naunga mkono sana Mwalimu na Mzee Mfaume na wenzao, kwa sababu walisema, na hii ilikuja kutokea mwaka 94 Afrika Kusini na kwenyewe. Watu walimuona Mandela kama sellout, kama mtu aliyenunulika hivi. Kwa sababu wanasema Mandela aliendelea kusema, jamani, tumepata uhuru sasa. Ubaguzi wa rangi umekwisha. Sasa ikulu ya Afrika Kusini iwe ni ikulu ya weusi, weupe na watu wengine wote. Isiwe ikulu ya weusi peke yake. Lakini kuna watu msimamo mkali walikuwa wanasema nchi hii sasa hii tusimuone mzungu akiwa waziri wala mbunge. Nchi hii sasa weusi ndio wawe kwenye madaraka na mamlaka. Kwa hiyo katiba ya 4 ya mwaka 65 kwa bahati mbaya iliondoa mfumo wa vyama vingi, iliondoa mfumo tunaita wa cross flow, yani kama wewe ukiwa umegombea bunge au diwani kwa kutumia chama A, alafu mkagombana, kwa sababu mara nyingine unakuta walio kuchagua wale wapiga kura hujagombana nao, mmegombana viongozi wenyewe, alafu wakakufukuza kwenye kamati kuu, wenzako wakakufukuza chama, badala ya kupoteza ule udiwani ambao hawakuchagua viongozi, walikuchagua wananchi. Unatakiwa uhame kile chama, unahama na udiwani wako. Ndio ulikuwepo mfumo mzuri sana kabisa, lakini ukafutwa na wenyewe. Ikafutwa misingi mingine 8 mizuri sana, ikiwemo kwamba rais hawezi kuchaguliwa kwa kura nyingi tu za kuwazidi wenzake. Rais anatakiwa achaguliwe kwa zaidi ya nusu ya kura zote halali zilizopigwa. Mfumo huo nao ukafutwa mwaka 65 na haki nyingine nyingi ambazo kwa kweli hizo ndio wananchi walikuwa wanataka. Kulikuwa na mfumo, kwa mfano tunaita recall, yani mbunge au diwani, kiongozi yoyote ukichaguliwa, si unakaa miaka 5, lakini umechaguliwa mwaka huu, alafu mpaka mwakani hatujakuona, hujarudi hata kuja kuongea na sisi, hueleweki hata uko wapi, au tunakuona huko bungeni, huko jimboni huonekana, lakini bungeni tunakuona mambo unayoyaongea ni mambo ambayo ni kinyume na mambo ambayo sisi tunahitaji. Kwa mfano, niwahi kumsikia mbunge mmoja bungeni anasema, Mheshimiwa Spika, napenda kuiuliza serikali, jimbo langu lina vibaka sana. Yaani jimbo langu karibu kila mtu ni kibaka. Sasa wapiga kura wameshageuka kuwa vibaka. Sasa je, serikali iniambie, waziri wa mambo ya ndani, utaniongezea mapolisi na vituo vya kuweka jela watu, vya kuweka mahabusu? Hili wananchi walishangaa kidogo. Yaani mbunge wetu ndio amegeuka, anatuona sisi tunabaka tena. Kwa hiyo mtu wa namna hiyo, wananchi kwa wakati huo walikuwa hawasubiri mpaka miaka 5 ipite. Yaani mtu hawaumize kwa muda wa miaka 5. Nyinyi mnamwangalia tu. Kwa hiyo wakati huo ilikuwa mtu mbunge, kiongozi wa namna hiyo, diwani au bunge au mwenyekiti wa serikali ya mtaa, akionekana kuna sifa ziliwekwa ambazo akizipoteza haonekani jimboni, haonekani kwa wananchi wake, au anaongea mambo ambayo yanakinzana na wanayohitaji wananchi, huyo kulikuwa na utaratibu, unaweza mkatia saini, mkasaini wapiga kura mliompigia. Si mlipigia kura nyinyi? Sasa mna saini, mnapitisha karatasi ya kutia saini. Zikitimia asilimia fulani ya saini za wapiga kura, basi kiongozi huyo anakuwa anatangazwa kule aliko. Kama ni spika wa bunge au meya wa halmashauri, anatangaza kwamba wapiga kura wa eneo fulani wamemuita nyumbani kiongozi wao waliyemchagua. Kumuita nyumbani ndio tunaita recall. Maana yake umepoteza kazi. Umeshapoteza kazi. Kwa hiyo pale inakuwa kama ni spika wa bunge ama ni meya, anatangaza kwamba utaratibu wa uchaguzi mpya utafanyika, na kama ni spika anaitaarifu tume ya uchaguzi kwamba jimbo fulani liko wazi. Haisubiri miaka 5.
lakini mfumo huo ulifutwa, na hivi sasa wananchi wanaudilia huo mfumo urudi, kwa sababu wanachoshwa na viongozi ambao wanawachagua afu wanaanza kuharibu wiki ya 3. Mmemchagua leo, wiki 3, mwezi mmoja, miwili tayari mpaka mnajilaumu, hivi tulimchaguaje huyu? Kwa hivyo huo nao ulifuta. Sasa katiba hiyo ya 5, katiba ya 4 ya mwaka 65 iliitwa katiba ya mpito. Hiyo katiba ndio ilivuruga hizo haki zote mnazoziona. Baadaye ikaja mwaka 76. Mwaka 76 Chama cha Mapinduzi kilikuwa hakijazaliwa. Huku wakati mwaka 65 katiba ya 4 ilisema kwamba Tanzania itakuwa ni nchi ya chama kimoja. Sasa Tanzania si imeungana Tanganyika na Zanzibar kabisa, lakini kwa muda wa miaka 12 kutoka mwaka 65 mpaka mwaka 77 Tanzania ilikuwa ni nchi ya vyama viwili, kinyume na katiba inavyosema. Katiba inasema Tanzania itakuwa ni nchi moja, ni nchi ya chama kimoja, lakini bado ikaendelea kuwa nchi ya vyama viwili. TANU iko bara, ASP iko Zanzibar. Kwa hiyo ndio wakashtuka viongozi mwaka 76 wakamnong'oneza mwalimu, unajua kidogo hapa tunaweza kuonekana tunavunja katiba. Nasema kwa nini? Imeandikwa Tanzania ni nchi ya chama kimoja cha siasa, lakini viko viwili, kimoja kiko Zanzibar, kingine kiko hapa. Ikaonekana tabidi mimi kama rais wa nchi akasema mimi na pia ni rais wa nchi, lakini mwenyekiti wa chama pia chama cha TANU, akasema na iteua tume iweze kuliangalia hili jambo, waandae utaratibu wa kuunganisha hivi vyama viwili cha TANU na ASP, na katika utaratibu huo waandike katiba itakayokuwa ya chama hicho kimoja kitakachozaliwa. Ndipo katiba ikaandikwa. Mchakato ulianza mwaka 76 ukakamilika mwaka 77. Actually 76 ile katiba ya Chama cha Mapinduzi ikawa imekamilika, ambayo ndio maana ilikamilika 76. Ndio maana tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77 ikazinduliwa Chama cha Mapinduzi, kikazindua katiba yake, ndio kikazaliwa, na ndio ikawa mwanzo sasa wa Chama cha Mapinduzi. Ndio siku ya kwanza, ndio mtoto ambaye analia anatokana na nini? Na kupasuka kwa ASP na TANU. ASP na TANU vimekufa, vimezaa Chama cha Mapinduzi. Wale jamaa, timu ile ilikuwa ya watu 20. 10 walitoka Zanzibar. Hiyo timu iliyoandika hiyo katiba ya kuunganisha chama cha TANU na ASP. 10 walitoka Zanzibar, 10 walitoka bara. Na aliyeongoza, aliyepewa wenyekiti wa hiyo tume alikuwa ni Mzanzibari. Aliitwa Sheikh Thabit Kombo. Na kwa kuwa walifanya kazi nzuri sana, na mimi nakubaliana na Mwalimu Nyerere. Mwalimu Nyerere aliwapongeza kwa kufanya kazi nzuri. Waliandika katiba yenye adabu ya chama. Naongelea katiba ya chama hiyo sasa. Katiba kwa Afrika. Nimepekua katiba nzuri kama ya Chama cha Mapinduzi sijaiona. Naomba nirudie. Katika katiba nzuri Afrika za vyama vya siasa sijaiona katiba inayoweza kuizidi katiba ya Chama cha Mapinduzi. Je, Chama cha Mapinduzi kinaitekeleza hiyo katiba? Kinaiheshimu? Kinaishi kulingana na katiba? Hilo sijasema. Bado kabla hatujaendelea kwenye hilo, turejee hapo kwenye katiba sasa ambayo iliyopo, kwa sababu mpaka mwaka 77 ndio pia katiba ambayo ilikuja sasa, ambayo ndio katiba mpaka sasa hivi tunayotumia, ambayo ilifanywa mabadiliko na marekebisho kadhaa ilipatikana, sivyo? Ndio, na ilipatikanaje? Timu iliyotengeneza katiba ya chama ilipopongezwa wakati wanakunywa juisi na kawani pale, likatokea wazo ili kwa nini hawa tusiwape wamalizie na ya nchi kabisa. Ikapatikana katiba ya chama sasa. Mimi wa masomo haya nikifundisha asielewa inakuwa. Kwa hiyo ikakubalika kwamba wapewe kazi wamalizie. Kwa hiyo wakamalizia katiba ya nchi. Unaona, mchakato hauwahusishi wananchi. Mchakato unawahusisha viongozi muda wote. Na wakati huo mwaka 77 bahati mbaya ulikuwa mchakato unawahusisha sio viongozi wote, unawahusisha viongozi ukiongozwa na Chama cha Mapinduzi. Kwa kuwa chama kilikuwa kimeshika hatamu,
Chama cha Mapinduzi kilikuwa kila mahala. Chama cha Mapinduzi kilikuwa kimejizonga kama ukoka. Sijui sasa hivi kama kimeacha kujizonga, lakini wakati huo ilikuwa huwezi kwenda chuo kikuu kusoma mpaka chama kikuidhinishe. Chama cha Mapinduzi wakati huo ilikuwa jeshini, chama kipo, usalama chama kipo, vyuoni chama kipo. Kulikuwa kuna matawi ya chama. Tawi la Chama cha Mapinduzi chuo kikuu cha Dar es Salaam ni mtu mkubwa. Nitakuja kuuliza kuhusu hilo baadaye kidogo. Ndio, lakini nilimalizie kwa kusema kwa hiyo katiba ikaandikwa na wale wajumbe wa chama, watu walitengeneza katiba ya chama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yaani wale wajumbe waliambiwa mmeandika katiba nzuri ya chama, sasa malizieni na hii kazi nyingine. Wakaiandika na waliandika kwa muda mfupi sana. Tazama, kazi ya kumaliza katiba ya Chama cha Mapinduzi imekamilika na katiba ikazinduliwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 77. Lakini kwa muda mfupi toka mwezi wa pili mpaka mwezi wa 4 tu kazi ya kuandika katiba ya nchi imekamilika. Na mwenyekiti alikuwa yule Thabit Kombo. Sheikh Thabit Kombo. Timu ni ile, katibu wake ni yule. Katibu unamjua? Katibu wa tume. Nani huyo? Alikuwa ni mzee ambaye tunaye mpaka leo. Anaitwa mzee Pius Msekwa. Ambaye baadaye alikuja kuwa karani wa wakati huo wote alikuwa ni karani wa bunge. Baadaye alikuja kuwa speaker wa bunge. Lakini hapo mwanzoni Pius Msekwa alikuwa karani wa bunge tangu mwaka 61. Karani wa bunge 62, 63, 64. Huu muda wote huu alikuwa karani wa bunge. Karani wa bunge sio mtu mdogo. Siku hizi mmebadilisha jina, mmempandisha cheo. Wanaitwa makatibu wa bunge. Katibu wa bunge, lakini ndio karani wa bunge. Pius Msekwa. Sasa wameiandika hiyo katiba, imekamilika, ikapelekwa kwenye kikao cha bunge. Haikupelekwa kwa wananchi kwa sababu msingi wa kuandika katiba, ili katiba iwe ni katiba mpya, ni lazima wananchi watoe maoni yao. Hizi katiba zote nilizotaja wananchi walikuwa watoe maoni yao kama wananchi, lakini unakuta chama ndio kilikuwa kinaongoza mchakato. Lakini ili katiba iwe mpya kweli kweli, ni lazima isikamilike mpaka wananchi wapige kura ya ndio au hapana, ambayo ndio mchakato huu mpya ambao umezaa rasimu. Tutaongea baadaye. Ndio umezaa rasimu za katiba. Hivi sasa tunazo rasimu. Huo hauwezi kukamilika huo mchakato mpaka wananchi wote wa Tanzania wapewe fursa kwenye uchaguzi wa kitaifa, waseme, wapige kura ya ndio au hapana. Hapo kura ya ndio itashinda, ndio tutakuwa tumepata katiba mpya. Huko kote mpaka katiba hii ya mwaka 77, katiba ya mwisho, tena kimakosa tuliita katiba ya kudumu ya mwaka ya Tanzania ya mwaka 77. Ili ni kosa kubwa sana. Maana unaona tuliita katiba ya kudumu, katiba ya kudumu. Leo imekuwa mbinde sasa kuichomoa, kuweza kuichomoa. Maana wanasema hii ya kudumu katiba ya kudumu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sawa, mtazamaji.